Msitu wa Karura ulioko jijini Nairobi ni rasilimali muhimu kwa wakazi wa jiji hili, ukitoa huduma za kiikolojia kama vile kusafisha hewa, kuhifadhi bioanuwai na kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi. Kwa miongo kadhaa, msitu huu umekuwa ishara ya ushindi kwa harakati za uhifadhi wa mazingira zikiongozwa na wanaharakati mashuhuri akiwemo Wangari Maathai, mshindi wa tuzo ya Nobel. Hata hivyo, hatua ya shirika la huduma kwa vijana nchini Kenya NYS kuanza miradi ya ujenzi ya makazi ndani ya msitu huu imeibua maswali kuhusu kujitolea kwa Kenya katika mikataba ya kimataifa ya mazingira, ikiwemo mkataba wa Paris ambayo inalenga kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia uhifadhi wa misitu na rasilimali asili. Wana mazingira wanasema hatua ya NYS ni kinyume cha sheria na inakiuka kanuni za uhifadhi wa misitu ya umma, huku baadhi yao wakidai kuwa hakuna ushirikishwaji wa umma uliofanyika kabla ya kuanza mradi huo. Job Mwangi ni mwanamazingira nchini Kenya kutoka vuguvugu la Green Belt Movement, na hapa anaeleza kuhusu pingamizi zao. Huu msitu wa Karura unadhibitiwa na vikundi viwili. Kulingana na sheria, vikundi ambavyo vinafaa kudhibiti huu msitu ni kundi la Friends of Karura, or what we call a CFA, na Kenya Forest Service. Hizi vikundi viwili kisheria vinafaa pamoja na kuamua yale ambayo yote yanafaa kufanyika katika msitu huo. Lakini kwenye hatua hii, kundi la Friends of Karura Forest ama hao wanachama wa hicho kundi cha misitu hawakuwa wamejulishwa kuhusu haya makazi kujengwa hapo. Hali hii inazua mjadala mkubwa wa kitaifa na kimataifa kuhusu uwiano kati ya maendeleo na uhifadhi wa mazingira, huku mashabiki wa sera za kijamii na urithi wa asili wakitoa maoni yao kwa hisia kali. Wana mazingira wanasema kwamba hawapingi suala la upanzi wa miche ndani ya msitu, ila ujenzi wa makazi ndani ya msitu huu wanasema kwamba utachangia uharibifu, hivyo kuwa na athari kubwa katika ekolojia ya msitu wa Karura. Kusema wanataka kupanda miche milioni 2 ndani ya Karura, sisi hatuna ubaya na wao kupanda hiyo miche kwenye nasari yao. Shida yetu ni makazi, kujenga makazi ya watu ndani ya Karura. Kwa sababu ukijenga makazi yanakuja na madhara kadhaa. Ya kwanza, ili ujenge makazi lazima ufikirie mambo ya maji. Watu watatoa maji wapi? Lazima ufikirie mambo ya ukusanyaji wa taka. Lazima ufikirie mambo ya choo. Hapo ambapo serikali imekuwa ikitaka kujenga hayo makazi, hakuna hizo facilities. Kwa hivyo itabidi serikali yenyewe iendelee kujenga hizo facilities ndani ya msitu. Hata hivyo, serikali ya Kenya kupitia mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi imewahakikishia wananchi kwamba msitu wa Karura uko salama, licha ya wasiwasi ulioibuka kutokana na ripoti za ujenzi wa makazi ndani ya msitu huo. Mudavadi alisema kwamba shughuli zilizokuwa zikifanywa ndani ya Karura ni sehemu ya mpango wa kitaifa wa kupanua kituo cha miche ya miti na kuimarisha juhudi za kurejesha misitu nchini. Wamekuwa wakisema kwamba ati Karura Forest imekatwa ama imechukuliwa. Nataka niwaambie, Karura Forest is going nowhere. Karura Forest in Nairobi will remain protected, safeguarded. It's Karura Forest in Nairobi. Na ile ilikuwa ya kusema NYS watakuwa pale, there was staff housing. That is the section that remains and nobody else is going to touch Karura Forest. Kwa hivyo hiyo propaganda ya kusema kwamba Karura Forest has been grabbed is not true. Hata hivyo, licha ya kauli ya Mudavadi, wana mazingira wanaonya kuwa miradi ya aina hii mara nyingi huanza kama ya muda, lakini huishia kuwa ya kudumu, hivyo kuongeza kasi ya uharibifu wa misitu na kupunguza huduma za kiikolojia zinazotolewa na misitu kama vile Karura. Hizo facilities kujengwa zitaleta madhara mengi mno, kwa sababu hiyo itakuwa drainage system ndani ya msitu, itakuwa sewerage ndani ya msitu. Hilo halifai. Kwa hivyo kama Green Belt sisi tukatai wapande hiyo miti yote ndani ya Karura, lakini makazi ndio wanataka kuweka ndani through barracks. Kwa sasa wito umeelekezwa kwa serikali kushirikisha wadau wa mazingira, wakazi wa karibu na mashirika ya kimataifa ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanayofanyika ndani ya jiji hayapotezi rasilimali muhimu za kimazingira. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu ni Nyota Suleiman.